Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji, wafuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, twawakaribisha katika ukumbi wetu hunu wa murajaa, ikiwa leo tutaendelea na murajaa wa somo la at-tarikhul kauni ya faslu sadis, katika mwanzo wa mlango wa al-falasifatu. Al-falasifatu, mafailosofu. Al-falasifatu, mafailosofu, ambao ni wingi wa failasufun, falasifatun jamii yake. Na failasuf ni neno la Kigiriki, ama mafailasufa ni wingi wa neno la filosof, ambalo asili ya neno hili limetokana na neno la Kigiriki, ambaye wa kwanza kulitamka neno hili na kujiita mwanafalsafa ni Mgiriki mwenye kujulikana kwa jina la Pythagoras ama Pythagoras, kwa tawadhu ambayo alikuwa nayo, badili ya kujiita yeye al-Hakim akajiita filosof, ambao kwa Kigiriki neno hili lina maana ya hubbul hikma, kupenda hikma. Kwa hivyo ndio maana neno filosof ama falsafa ni hikma. Kwa lugha ya Kiarabu ni kama kusema hikma. Kwa hivyo filosof ni kama al-Hakim, ama mtu ambaye ni hakimun, ana hikma nyingi. Na falsafa ni ilmu ambayo yajulisha ala tafkir al-amiq. Falsafa ni ilmu tafkir al-amiq, ni ilmu ya kufikiria kwa ndani, alladhi yastakhdimu al-aqla, ambayo yatumia akili, wal mantiqa, na ufahamu wa ndani, lifahmi al-ma'na al-wujud, lifahmi al-wujud wal haqiqati, kwa ajili ya kufahamu kupatikana kwa vitu, wal haqiqati, na kujua uhakika wa vitu. Kwa ufupi mantiq, kwa ufupi falsafa ni hubbul hikma, ni kupenda hikma, wa ilmu tafkiri al-amiq, na ilmu ya kufikiria kwa ukweto ama kwenye ukweto, alladhi, ilmu ambayo yastakhdimu al-aqla wal mantiqa, hutumia akili na ufahamu, lifahmi al-wujud, kwa ajili ya kufahamu kupatikana, wal haqiqati, na kufahamu uhakika. Hiyo ndio maana ya falsafa ama filosof. Kazi yake ni mambo kama hayo. Na filosof kwa Kigiriki ni neno limeundika na maneno mawili, falsafa ama filosof. Filosof ni yule alfa'il, falsafa ni ile hikma yenyewe. Filosofia, filo Kigiriki ni hubbu, sofia ni hikma. Kwa hivyo filosofia ama filosofia ni muhibbul hikma. Haya, baada ya maelezo kama hayo na mengine ambayo pia ni dharura, falsafa ina maudhui yake manne. Alfalsafa ama falsafatun lughatan, katika lugha ya Kiarabu falsafa ina maana ya tafsiru al-ashya wa bayanuha bil aqli, kufasiri vitu na kuvibainisha kwa akili.
lughatan. Istilahan, falsafa katika istilahi hiya dirasatu al-aqliyatu lilmabadi al-ula, ni masomo ya kiakili ya maanzilishi ya mwanzo ya vitu. Wa tarhu al-as'ilati al-kubra hawla al-wujudi, al-ma'rifa, al-akhlaq wal-adala, na pia yatupa maswali makubwa falsafa katika mahala panne, katika kupatikana, katika akhlaq, katika al-adala, katika maarifa. Kwa hivyo maudhui makubwa katika falsafa, kama katika fiqh kuna maudhui makubwa na kama masala ya ibada, masala ya jinayati na muamalat fiqh, na nahwu pia ina masala yake makubwa, mambo ya ismu, fi'li na harfun jaa li maana, mengine huingia hapo ndani, lakini sana imerakiz katika masala hayo. Nahwu na sarfa pia ina mambo yake ambayo imerakiz. Sasa falsafa iko mahala panne, ama yazunguka katika mahala panne. Kuna falsafa mitafizikia. Hii yasomesha tabiatul wujud wal kaun, tabia ya kupatikana na ulimwengu. Na falsafa katika maudhui yake ya pili inazungumzia epistemolojia, ambayo yazungumzia dirasatu tabiatil ma'rifa wa masadiruha, kusomesha tabia ya kujua vitu na masdari ya vitu, matokeo ya vitu. Kwa ufupi yazungumzia al-ma'rifa. Ya tatu al-akhlaq, yazungumzia tabia falsafa, dirasatul qiyami wa ma'ayiru sawabi wal khata, kusoma zeo ama vyeo na vipimo vya ukweli na kukosea. Kigawanyo cha nne cha falsafa ni mantiq, ambayo tuisikia kila siku, ni kigawanyo kimoja katika maudhui manne yenye kupatikana katika falsafa, ambao mantiq yasomesha qawaid at-tafkiri salim wa tabrir, kaida za fikra ambazo ziko salama na kujiepusha na kujiweka mbali na ufahamu mbaya. Haya ndio maudhui yapatikana katika falsafa. Al-Kindiyu, mwanafalsafa wa kwanza tutakayemsoma katika mafailosofu ni Al-Kindi. Man huwa Al-Kindiyu ama Kindi? Failasufu al-Arabi, huyu ni mwanafalsafa wa Kiarabu, wal-Islami, na Waislamu, fi asrihi, katika zama zake, ambao kunia yake ni Abu Yusuf, jina ni Yaqub ibn Ishaq ibn Sabahi al-Kindiyu, Mkindi. Ahadu abnai al-muluki min Kindata, ni mmoja ya watoto wa wafalme wa Kinda. Kinda ama Wakindi ni asili ya kabila katika makabila ambayo ni ya Waarabu wa zamani, ambao walikuwa wakiishi kusini mwa Jaziratul Arabia, kisiwa cha Waarabu, katika maeneo ya Yemen ama nchi ya Yemen na Yamama na Bahrain. Kindi hupatikana huko Jaziratul Arabia upande wa janubu, ambao ni Yemen na maeneo ya Yamama na Bahrain. Wulida bil Kufati, alizawa Kufa, ama 809 miladiyata, katika mwaka wa 809 tangu kuzawa Nabii Isa, sawa na mwaka wa 185 wa Hijra. Watuufia, na alitawafishwa nahwa 873 miladiyata,
mfano ama kukurubia ama kati ya miaka ya 873 ambao hijiria ilikuwa ni mwaka wa 256 ama na 56 256. Nashaa fil Basrati, alikulia Basra. Basra ni mji mkubwa wa Iraq. Wantakala ila Baghdad, na akagura akanakilika ila Baghdad mpaka Baghdad. Fataallama, akajifundisha. Washtahara, na akatangaa, akawa mashuhur. Wanabagha fil falsafati, na akawa hodari na akawa bingwa katika falsafa ambayo tumeelezea kwa urefu. Watibbi, na ilmu ya utabibu. Walmantiqi, na ilmu ya mantiq. Walhisabi, na ilmu ya hisab, yani arriyadhiyat kwa jina lingine. Waljiografia, na ilmu ya jiografia. Walmusiqi, na ilmu ya mziki. Wa ilmi nafsi, na ilmu ya nafsi. Wa ghairiha, na nyinginezo zisokuwa hizi, kama ilmu al-falak alikuwa hodari. Walkimia, ilmu ya chemistry alikuwa hodari. Walfizia, ilmu ya physics alikuwa hodari. Huyu alikuwa bingwa, na wale Wagiriki kwa wakati huo ndo walikuwa na ilmu nyingi. Ndio utaona hata fani nyingi hizi, kina falsafa ni zao, jiografia ni neno la Kigiriki, hii physics ni Kigiriki, kimia ni Kigiriki. Pamoja na kuwa ikiwa uelewi, biolojia ni Kigiriki. Haya yote maneno ya Kigiriki. Wagiriki ndio walikuwa wakiongoza wakati huo na wakitoa ilmu nyingi kama hizi. Kina fotografia Wagiriki hao, zile economic Kigiriki. Hayo yote maneno ya Kigiriki. Yu'tabaru al-Kindi, huzingatiwa huyu Kindi, awwalu arabiyin istakhdama al-musiqi fi al-mu'alajati an-nafsiyati, ni Mwarabu wa kwanza, ni Mwarabu wa kwanza alotumia mziki katika kufanya dawa maradhi ya nafsi. Kuna maradhi ya nafsi fulani ambayo yanapomshika mtu huyatibu kwa mziki. Pamoja na kuwa mziki ama nyimbo zina khaswais ya kutibu na kupatia raha moyo, basi kuna na miziki maalum kwa namna kadhaa hutibu ugonjwa fulani. Yeye alikuwa kitibu al-Kindi. Wakana lahu, na alikuwa anayo huyu Kindi, manzilatun adhimatun inda al-Ma'muni, daraja kubwa, cheo kikubwa kwa Ma'mun, kwa sababu yeye alikuwa katika zama za Khalifa al-Abbasi, Daulatul Abbasiya. Alikuwa na daraja kubwa na alimwakilisha Ma'mun katika majukumu aliyompa kufanya tarjama falsafa za Kigiriki, kuzigeuza ila al-arabiyati, kwa lugha ya Kiarabu. Alimpatia wadhifa zile falsafa za Kigiriki kwa lugha, azigeuze kwa lugha ya Kiarabu ili Waarabu wapate kusoma na kuelewa zaidi. Thumma washiya bihi, ama wushiya bihi ila al-Mutawakkili, kisha alitotewa. Thumma ushiya bihi, kisha alitotewa. Kutotewa ni kutiliwa tota, yani kuchongewa. Kuchongewa ni kuchomewa nguru. Kuchomewa nguru
ni kwenda kupakwa matope kwa Mutawakkil ambaye alikuwa ni khalifa, na fa asabatu mihnatun, ikampata yeye matenge, akapata shida. Na ni nani walomchongea na alichongewa vipi? Al-Kindi alikuwa katika wakati ambao pamekuwa na vuguvugu na changamoto la masala ya khalq al-Qur'an. Wakati wa Mu'tazila ilikuwa pana fikra ya kuwa Qur'ani imeumbwa. Sasa yeye akapatikana na mtihani wa kwenda kuchongewa na watu wawili, mmoja aitwa Muhammad, mmoja aitwa Ahmad. Hawa watokana na Bani Musa, ni watoto wa Musa. Pana bwana akiitwa Musa, watoto wake hawa wawili kana muqarrabaini, walikuwa wako karibu na nani? Mutawakkil, ambao wana wadhifa wao pale. Wakasikia wivu kwa ilmu alokuwa nayo Al-Kindi na shuhra alokuwa nayo, wakaona kana kwamba wanaweza kupoteza nafasi yao kupitia uwezo wake wa kiilmu na falsafa na riyadhiyat, masala ya hisabu ni hodari. Wakaona huyu asijakaja akatudhuru, wakaenda wakamtilia fitna kwa Mutawakkil, wa kumwambia umeona, Mutawakkil ilikuwa yeye yapingana na fikra za khalq al-Qur'an, hataki kusikia hayo maneno kabisa. Sasa wakaenda wakasema yule ana hatari kwa sababu ya ilmu yake ya falsafa na ana fikra za kimu'tazila yule. Sasa yale maneno yakamwingia Mutawakkil. Mutawakkil akatoa amri vitaifishwe vitu vyake, yani maktaba yake yote na mali zake, akabakishwa yeye hana kitu, hana uwezo wa kumiliki hata kitabu kimoja. Kwa hivyo akapigwa marufuku kueneza ilmu, na vile vitabu vyake vyote na maktaba na alivyo navyo vikataifishwa, akabakia mnyonge sana. Lakini huyu Muhammad na Ahmad wa Banu Musa wakaja baadaye wakapata matatizo katika wadhifa waliokuwa nayo. Walipata kazi ya uhandisi, kusimamia majenzi. Ule ujenzi waliokuwa wakisimamia ukaharibika, ikawa ni lazima waingie katika matatizo kwa Mutawakkil ama warekebishe. Wakamfuata mwanachuoni mmoja akiitwa Sanad ibn Ali awasaidie katika lile tatizo waloliharibu. Huyu mwanachuoni akatumia hikma ya hali ya juu, akamwambia ili niwasaidie ni lazima vile mlivyomchongea mwenzenu na kumdhalilisha murekebishe, kwa kumfanya vitu vyake aregeshewe, na maktaba yake nzima walichukua wakaitaifisha aregeshewe. Wakaambia kama ni hili tutalifanya. Wakaenda wakatengeza mambo yale, wakaregeshewa vitu vyake Al-Kindi, maktaba yake, na yeye na wao wakasaidiwa. Haya ndio matatizo ama matenge ama mazito yalomfika Al-Kindi kwa kuchongewa ama kwa kutotewa na hawa watu wawili. Alafa, alitunga, watarjama, na akatarjimu kutafsiri, washaraha kutuban kathiratan, na akasherehesha ama na amesherehesha zuo zingi. Ana vitabu mbalimbali ametunga, ana tarjama nyingi amezifasiri kutoka Kiyunani kuzileta Kiarabu, na sherehe mbalimbali ya vitabu ambavyo amevitunga. Yazidu adaduha, yazidi idadi ya vitabu vyake alivyovitunga, ala 300, zaidi ya 300. Mina, miongoni mwazo, risalatun fi tanjimi na wakhtiyaratul ayami wa risalatun fil muziqi wa ghairuha, na vinginevyo. Insha Allah mpaka hapa tutakoma.
Ikiwa pana taksiri yoyote, basi tutaelezana katika sehemu ya kulike na katika sehemu ya comment, na tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Na jazaa ya khairi kama hii ni imregelee ama iwaregelee mashekhe zangu na wazazi wangu na waliotangulia katika Darul Haqi. Allah awarehemu, awaweke pema pamoja na wema, na sote Allah atupe matlaba yetu, atupambe kwa tawadhu na fahamu na kushikana na kupendana. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.